Alhamdulillah wa sallallahu rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Tunaendelea. Je, mtu anafaa kuvunja sala ya witri? Atamfanya shaf baada yeye atavunja witri ile amfanye raka 4 badala 3 au raka 2 badala 1. Tushasema hapa awali, mtu amesali witri mapema raka 1 mfano au raka 3 mfano, kisha usiku amesimama ataka kuendelea na sala zake, ataka avunje ili kuendelea sala zake, itakuja inafaa haifai, ataka avunje hivi. Wako ulama wanaona hapana, sala ya usiku lazima mwisho awe witri kama Mtume amesema. Sasa wanavunja, wanavunja ile. Wanavunjaje? Kama yuko raka 1 anasimama saa 9 usiku au saa 10 anasala raka 1, anaweka nia ile inaendana na ile ya Isha, itakuwa badala 1 2. Kama iko 3 itakuwa 4. Shavunja witri. Sasa anaendelea kusali sala ya ambayo yeye ana uwezo wake, ana uwezo naye, kisha anafunga na witri. Sasa mama yetu Aisha amekataa kuvunja witri, amekataa. Aisha amekuja mtu kwake mwanaume akamwambia, mimi nasali witri mapema na kisha naamka usiku manane, nataka nisali raka 1 ile nivunje ile witri, nafaa? Au mtu akamwambia mtu anafanya hivi. Aisha kasema, dhalika yal'ab witri, huyo anachezea witri yake, witri haivunjwi. Na hii athari hii kauli Aisha ametoa Abdurrazzaq katika musannaf yake na ibn Abi Shayba ametoa. Na Aisha riwaya nyingine ambaye ametoa Mujahid anasema la witrani fi layla, Mtume akasema hakuna witri 2 kwa usiku moja. Mbona huyu anasali witri mapema alafu anadai anavunja eti baadaye anasali tena witri usiku manane? Witri 2 haifai kwa siku moja. Sasa Aisha amekataa kuvunja witri kabisa. Na Ammar bin Yasir radhiallahu anhu huyu sahabi wa pili, afwan, amma ana fa autir fa idha qumtu fa sallaytu mathna wa taraktu al-awwal kama huwa. Anasema Ammar bin Yasir, amma mimi sivunji witri. Kama nimesali witri mapema, nimeamka usiku manane, na sali raka 2 tu, na ile witri ya mwanzo unaacha vile vile, si sali tena witri wala sivunji kitu chochote. Na hii ametoa Ibn Abi Shayba kitabu yake Musannaf Abi Shayba, na afwan, na ametaja Imam At-Tahawi fi sharh At-Tahawi fi sharh al-Maani. Sahabi ya tatu ambaye anakataa kuvunja witri, Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma amesema, idha autara awwal layl, mtu kama ametoa witri usiku mapema, fala yashfa' bi rak'ah, asivunje kwa raka 1, afanye shafa, asifanye. Wa salla shaf'an hatta yusbih, anaendelea kusali raka 2 tu mpaka al-fajr, ile itabaki vile vile witri, na sala usiku inaruhusiwa kuendelea, lakini 2 asali tena witri. Hao ilikuwa kauli wa sahaba watatu, ni watu wa ulama wa sahaba, Aisha na Ammar na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhum, jamii wamekataa witri kuvunja, na wameruhusu mtu kama amesali witri mapema ataka kuendelea na sala ruhusa, lakini asisali tena witri mara pili. Hii mara nyingi itakuja kwetu sisi Waislamu wakati 10 ya mwisho Ramadhani. Mtu atakusali tarawih pamoja na watu pamoja witri, alafu atakuja tahajjud, anaweza kusali tahajjud nyuma ya imamu, lakini asali tena witri. Ana option 2, na hii ya kwanza nzuri, asali na imamu baka mwisho. Sasa imamu kama anasalisha witri, yeye anaweka nia, bado analea na sala ya usiku. Imamu wakati ana kunuti anamfuata, wakati imamu anatoa salamu, yeye anasimama atafanya hii raka witri, anafanya 2 badala 1, yani asali tena witri. Kama sala witri imamu anasali tahajjud na yeye sali witri, anaondoka, haina shida, lakini anakosa thawabu, fadhila kubwa sana. Nini? Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, yeyote amesali nyuma ya imamu mpaka sala yaishe, huyu Allah anampa sala kama, anampa thawabu kama usiku mzima alikuwa yeye amesimama. Sasa kauli ya pili wanasema inafaa kuvunja witri kwa raka 1.
mtu anasali witri mapema, amesema usiku manane, usiku saa 10 anasali raka moja, anavunja ile witri, itakuwa shafa, ataendelea kusali sala raka mbili ya sala ya usiku, kisha anasali witri mwisho. Hao ni wasahaba wengi wanaamini hivi, mmoja wao Abdullah bin Umar, kama 10 wanafika wasahaba wanaamini hivi kuvunja witri. Abdullah bin Umar yupo na tabi'in wengi sana, Amr bin Maimun wa Ibn Sirin wa Urwa bin Zubair wa Makhul wa ghayrihim wanakubali qawlihi. Na Ahmad ina riwaya moja hapa na Ishaq al-Ibrahawiyya wa riwaya katika Malik wa wajhun 'inda Shafi'i, na baadhi Shafi'iyya wanakubali hivi. Sasa hii yani msimamo moja Shafi'iyya, riwaya katika Malik na kauli Ishaq bin Rahawayya, na riwaya katika Ahmad bin Hanbal, na wasahaba zaidi ya 10 wanakubali kuvunja witri. Hao ni wanaona hivi, lakini zanguni Waislamu, wasahaba hao wamefanya ijtihada tu, ile umeelewa maneno Mtume sallam, fanyeni sala ya usiku, sala zenu fanyeni witri. Wao umeelewa fanyeni witri, amr kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo haifai mtu baada ya witri kuendelea kusali tena sala ya usiku. Umeelewa hivi? Na hii ilikuwa kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa Albani baadaye kataraja, kaacha kauli ya kwanza, amerudi inafaa mtu baada sala witri kusali, aendelee kusala, anafaa kuendelea kusali sala ya usiku. Sasa hii kauli hii na wamechukua hadithi hii, lakini hakuna hadithi kama nimesoma nimeelewa mimi kwa elimu yangu ndogo. Mtu anasema kama umesali witri mapema uvunja raka moja alafu endelea alafu sala witri. Mtume kauli hii kwake msijaona wala sijasoma, lakini hao ni ijtihada yao. Kauli ya tatu anasema mtu ana khiari, kama atakuvunja witri atavunja, kama atakuvunja witri asivunje. Lakini kauli ina nguvu kabisa. Tumesema nini ndugu zangu Waislamu? Mtu kama amesali witri mapema na ameamka usiku manane, asisali witri tena mara ya pili, aendelee kusali sala kama kawaida, wala asivunje witri hii. Kauli hii ni rajih. Kwa nini? Mtu anasema na Mtume, kwa nini kauli hii imesema na nguvu? Kwa hadithi sahih Muslim, Aisha mamaitu Aisha radhiallahu anha anasema Mtume amesali sala ya usiku, baadaye kasali witri, baadaye kasali raka mbili hali yeye amekaa. Ulama wote wamekubaliana hii Mtume sallam baada al-witri kasali raka mbili hali yeye amekaa, ni ilikuwa bado Mtume anaendelea kusali sala ya usiku. Sasa hadithi hii kwa sahih Muslim, na ulama wengi wamekubali Mtume alikuwa sallam raka mbili baada al-witri amesali ay hali yeye amekaa. Ulama wote wengi wanaona Mtume raka mbili hii ni ilikuwa anaendelea kusali sala ya usiku. Na hii ushahidi kubwa sana, baada ya witri mtu baada ya witri mtu anaweza kuendelea kusali qiyam al-layl, kwa sharti asisali witri, asirudishe witri mara ya pili. Na yuko hadithi nyingine hapa, hadith Thawban maula nabii sallallahu alayhi wasallam, قال Mtume kamwambia inna hadha safar jahdun wa thiqalun. Mtume kamwambia eti Thawban, safari hii ni mtu anachoka, safari inachosha mtu na mzito. Fa idha utara ahadukum fajarka rak'atayn, asema mmoja wenu kama amesali witri mapema kisha ameamka asali raka mbili. Sasa mtu anasema fa in istayqadha wa illa kanat lahu, mmoja wenu kama amesali witri baada ya witri asali raka mbili. Mtu amesali witri, mtu anasema tuko safarini, safari mtu anachoka, safari inachosha. Sasa Thawban, kama mmoja wenu nyinyi amesali witri, baada ya witri asali raka mbili mapema hii, kama baadaye Mungu atampa nguvu ameamka kabla alfajiri, usiku manane ameamka, ataendelea kusali. Kama hajaamka tayari Allah atampa thawabu, amesali witri na amesali qiyam al-layl raka mbili angalau amesali. Sasa hadithi ametoa Imam ad-Darimi na Imam Ibn Hajar al-Asqalani anasema hadithun hasan, na Al-Albani anasema hadithun hasan. Tanguni hii maana yake nini? Mtu kama amesali witri anafaa kuendelea kusali qiyamul layli kama Mtume amefanya hapo sallallahu alayhi wasallam, na amemfundisha Thawban na kuvunja witri. Kauli sahaba tunaheshimu, lakini ni bora mtu asivunje witri. Kama amesali witri mapema ndio ina qiyamul layl bila witri ya pili. Hii nataka watu aelewe vizuri
kuvunja witri na kauli hii, na wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.